Kitu gani ambacho kimekuwa tatizo? Ni roho ya dhambi? Ni nguvu ya pesa kwenye maisha yako? Ni tamaa ya kupenda fedha kupita kawaida? Au ni nguvu ya dhambi ndio inasumbua maisha yako? Wewe unajua mwenyewe. Sasa hebu jitahidi kuhakikisha kwamba unakuwa kwenye formula ya kupigana na kile unachokifahamu. Paulo anasema usitupe ngumu hewani, piga kama mtu anayepiga target. Lenga kitu fulani, lenga tu. Ni kitu gani ambacho wewe unaweza ukahisi kwamba kitu gani ambacho unaweza ukahisi kwamba kinaweza kuwa kinaniathiri? Ni tamaa? Ni mawazo? Ni kitu gani? Vitu lazima upate kujua kwamba mimi napata shida wapi. Ni vitu gani vya gezi vinavyoonea maisha ya ujana wangu, vinaonea ubinti wangu? Vitu kama vile unapokuwa na tafakari, ndipo utasikia Roho Mtakatifu anakupa ufunuo namna ya kusema. Maana hata tunamwona Elia alipata ufunuo. Hivyo Mungu alimwambia Gideon, ili uangushe hiyo madhabahu unayotoka kwenye nyumba ya baba yako. Aliyekuzaa pia ana shida hiyo. Shida hiyo iko juu yako, lakini hiyo nguvu haitakuruhusu kumwabudu Mungu vizuri. Lazima uiondoeshe. Sasa tutaimba. Wewe ukiwa unaamini Mungu aliye hai yuko hapa kwenye madhabahu hii, na siku ya leo tunaenda kuangusha ngome zote. Ziwe ni ngome za dhambi, ziwe ni vitu vya enzi vilivyoshikilia nafasi ya tamaa ya fedha, tamaa ya ulimwengu, tamaa ya mwili, tamaa ya kila aina. Tunaenda kuangusha hizo vitu. Tutaviharibu. Tutahakikisha hii mwezi wa 6 iwe ni mwezi ambao umefika katikati ya mwaka, na mwaka Mungu wa Israeli akupe mwanzo mzuri. Unapoingia kwenye mwezi wa 7, Bwana yu pamoja nawe. Hakuna shetani atakayemiliki maisha yako, wala kuna nguvu za giza zitakaoonea. Ima pamoja nami wakati huu kwa utulivu, na uko na tafakari zaidi neema ya Mungu juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya tumbo lako, juu ya mume wako, juu ya familia yako. Yes.